Vitu vingi tu nimejifunza. Kwa hiyo toka umekuja hapa umesema una siku ngapi? 6. Siku 6. Kwa hiyo ndani ya siku 6 unaona ulivyokuja kabla na sasa unaona kuna tofauti gani? Kuna utofauti mkubwa sana. Mkubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi siku ya nyuma nilipokuja kwa kweli nilikuwa nakaa ni kama nipo kama sipo. Ila nilikuwa nasoma mazingira. Ulikuwa unasoma mazingira. Naangalia kwanza mazingira. Yaani kwa hiyo ulipoambia uondoke ni kama ulishtuliwa. Nilishtuliwa nilikuwa nimeshiwa nguvu. Wewe unasoma mazingira na kituo kinakusoma. Kwa hiyo tulikuwa tunasomana. Tukaona huyu. Hasa ile siku Madam Happy aka ametuita. Alituita wote. Aka akatugusia kwa kuhusu mimi na Oliver. Niambia nyie mnakaa kama mpo kama kama hamueleweki. Kwa kweli yani napenda kumshukuru. Nani dada yetu? Kwa sababu alinishtua na mimi niliumia. Nikasema siwezi. Lazima nitafanya, nitarekebika. Nikaenda kumwambia mwenzangu. Nikamwambia bwana wewe tunajulikana hapa tunakaa kama hatujielewi. Inabidi tuchangamke. Alinielewa naye. Nilimwambia alinielewa. Iko tu mimi. Na nawapongeza kwa sababu wengine wangekuwa hao wasiojielewa ndio siku wangebeba vibegi vyao waondoke, lakini nyinyi kwa kuwa mnajitambua mkashauriana vizuri kwamba bwana tuchangamke, na kweli sasa hivi mnaonekana kabisa yani ni watu ambao mnafaa, mna hamasa, mna uwezo wa kufanya kazi, na yani mimi na imani hata ofisini, na hiyo ndio tunayoitaka. Kwa hiyo sasa hivi hata ofisini wanaweza kuwapanga kazi sasa mkaenda kupambana. Cha muhimu tu hayo sasa msiende kuyaacha. Yaani msiache Wadada Center. Mkaenda kule tena mkaenda kurudi kwenye ile hali ya upo kama haupo. Sijui unaelewa ukifika kule unachangamka kwa bosi wako. Madam nifanye nini? Ndio nimeshafika kazini, naomba ratiba zangu, naomba unaelewa Sio unakaa tena kama upo kama hau. Bosi atatuambia jamani hichi kitu mlichonipa mimi sijakielewa. Kwa hiyo jamani mimi nimefurahi kusikia hizo feedback kwamba kuna progress, yani kuna mabadiliko, kuna maendeleo. Asante. Yani kwa kweli mnatupa moyo, hata sisi kazi tunayofanya tunaona sio bure, kwa sababu kazi yoyote ya kumjenga mwenzako ni kitu chenye baraka mbele za Mungu. Sio kuhusu hela tu, hela zitakuja, lakini kama unafanya jambo sahihi. Kwa kuwa sisi tunachokifanya hapa ni kuboresha maisha yetu, nina uhakika kina baraka mbele za Mungu. Haya, twende kwa dada Rebeka. Unataka haya. Mimi sikujua kwamba Sarafina yupo kama hayupo kiukweli. Kwa sababu toka nilivyoanza kufanya training na yeye, Sarafina ndo ambaye huwa naona kama vile yuko more active. Naomba ugeuze mic. Hicho kidogo kinatakiwa kirangi kiangalie juu. Huwa naona Sarafina yuko more active, very active. Kwa sababu tukiwa kwenye kazi, labda kazi hizi za move kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, anaye move ni Sarafina. Ana move faster. Hata leo wakati tumeenda kusafisha feni, yeye alipanda kwenye kiti kirefu akaenda kule juu. Na kushuka pia anakuwa mwepesi. Sasa hiyo nilivyosikia hayo maneno kwamba wamewekwa kwenye target kwamba wanaonekana yanaonekana kama hawaeleweki. Wapo kama hawapo. Hata mimi nilishangaa. Na yeye ndio maana labda alishtuka akaona mambo yanakoelekea sivyo hivyo. Ngoja nichangamke. Lakini pia mimi nampongeza. Ni binti mdogo lakini anajielewa. Ni binti mdogo kama binti wengi kama yeye wako mtaani. Hana familia, hana nini, ana baba na mama. Kweli wakuja hapa kituoni kukaa hapa na kukimbizwa huku na huku. Changamka wewe. Vipi? Lakini amejitambua akaona ngoja nipige hatua. Kwa kweli ni wachache sana ambao wanatoka nyumbani wanakuja kituoni. Na amekiri kwamba amekubali kujifunza. Na mimi ninampa maua yake. Sawa sawa. Ninampa maua yake kama kiongozi wake wa usafi. Sawa sawa. Na ofisi imtendee haki. Hamna shida. Yaani saa hizi tuna amani naye.
Sasa hivi Sarafina yani hatuna shida naye kabisa. Huyu sio yule tunataka kumtimua. Yaani huyu ni Sarafina mwingine kazaliwa upya. Jamani, kuzaliwa upya yani sio unarudi tumboni kwa mama yako. Hicho kitu hakiwezekani. Lakini kuzaliwa upya ni kubadilisha fikra zako, mtazamo wako, vile ulivyokuwa unayachukulia maisha. Wengine walikuwa wanakuja hapa wanadharau hizi kazi za ndani, si ndio Wanaziona si kazi gani. Mwingine anakuja kwa kujificha ficha na unaona aibu. Lakini unapofika hapa unakuta sisi haya ndio maisha yetu. Kazi ya ndani ndio kazi ambayo sisi tunaamini Mungu ameweka baraka zetu kwenye hii kazi. Unaona tunavyoithamini, tunavyoihangaikia. Haya yote matraining tunayofanya ni kuhusu hii kazi kwa sababu tunaamini itatupa hatua. Unatakiwa ubadilishe fikra zako na wewe uingie kwenye hiyo line kwamba kumbe hii ni kazi kama kazi nyingine. Kumbe hii kazi inaweza ikanitoa kama ilivyomtoa Madam Joyce, si ndio? Mimi nimeanzia kwenye kazi ya ndani na bado ninaamini hata leo mambo yangu hayaeleweki, narudi kwenye kazi ya nini? Ya ndani, kwa sababu ni kazi ambayo kiukweli kama sio mvivu haina stress. Kwa sababu uvivu ndio unaowapa watu stress, lakini kama sio mvivu unakula, unalala, tena unakula chakula fresh kuliko bosi wako. Wewe ndio unakuwa wa kwanza kula kile kitu, si ndio? Babu mimi narudi kwenye hii kazi haina stress kama sio mvivu, ila watu wengi hawataki kutumwa kwa sababu ya ujeuri, kiburi, kupandisha mabegi ya kujiona mimi kazi za ndani. Wakati mfukoni huna kitu. Lakini maisha lazima yaanzie chini. Kama huna lazima unyenyekee. Uanze pale ambapo fursa ipo na Mungu akufinyange. Kwa sababu Mungu hataki watu wanaojikweza, anasema ujishushe ili yeye akufanyaje? Akupandishe. Kwa hiyo namna hiyo. Hapa tunazaliwa upya. Umeelewa? Kwa hiyo huyu ni Sarafina mpya, mwenye fikra mpya. Aligundua kwamba kumbe hapa ni kazi. Sasa hivi ni mwanajeshi huyu. Siku alivyokuja ile siku ya kwanza. Nikamwona kalegea, nikawa najiuliza wewe mbona mdogo sana? Mpaka tunahisi ana miaka 18 kweli huyu. Nikamwambia wewe una nguvu, nikawa namuuliza mimi nina nguvu, nikamwambia una nguvu. Unamwambia una nguvu? Nilikuwa namwambia. Ni wote nawaambiaga. Yaani akikosea namwambia hapo hapo. Nikampa juisi yako ya machungwa akamue akashindwa. Nikamwambia wewe una nguvu, kazi uwezi. Mimi na nguvu, nikamwambia una nguvu, kazi uwezi. Ndio ikaja ile kesi kwamba yupo kama hayupo. Baada ya hapo ana nguvu. Anabeba masufuria makubwa, yani ana nguvu. Nikamwambia una nguvu. Ndio hivyo. Hapa ni sana. Hapa ni yani hiki ni chuo. Hapa mtu akifika hapa kiukweli kama ni mtu ambaye anataka maendeleo lazima abadilike. Yaani lazima aende na vibe la maendeleo ambalo liko humu ndani. Sisi huku hatutaki unyonge, kuonewa huruma, kulalamika, kutanguliza matatizo. Kila mtu ana matatizo yake. Lakini hapa tunachotafuta ni pesa, na ili tuzipate lazima twende kwenye mstari mmoja. Pesa zinatafutwaje? Kwa kuhakikisha tunachapa kazi, kwa kuhakikisha tunajituma na kufuata yale ambayo mabosi wetu wanataka bila kulialia na kuona kama tunaonewa. Hilo ndio vibe letu. Na ndio maana tunawekana wote sawa kwenye mstari. Sasa hivi tunaona Sarafina yule sio huyu. Na mimi na uhakika, yani mimi sio mjeuri. Wow. Haya, maua yake tena. Nakumbuka ile siku nilipotoka hapa. Ile siku ambayo nilikuwa nataka niondoke. Kwa tunafua kule. Nani alikuwa ananiambia Neema aliondoka yule. Alikuwa ananiangalia hapa. Yaani wewe nakuona mdogo. Nakuonea huruma. Kama uwezi. Maskini. Yaani vitu vingine kunafanya niambia mwacha, nikamwambia mimi sitaki kuonea huruma. Mimi sitaki kuniambia kitu siwezi. Hata kama siwezi nataka nijifunze ili nikijue. Nilimwambia kabisa mimi sitaki kuonea huruma. Hicho tunashukuru Mungu. Neema mwenyewe tulimnyoosha hapa. Pamoja na kwamba yeye alikuja ana mwili mkubwa, anaonekana anaweza, lakini tulivyokaa naye tukagundua na yeye ni bomu lingine. Tukalinyoosha. Mbona alinyooka? Alivyonyooka sasa akaelewa mambo ya humu, ndio akapata nguvu za kumwambia mwenzake hawezi. Wakati na yeye tulikuwa tunamwambia huwezi. Yaani yeye ndio nilimwambia kabisa wewe hata traditional huwezi kupangiwa. Lakini aliposikia hivyo akachangamka naye akabadilika. Ndio juzi tulikuwa tunampigia makofi kama Sarafina leo. Kwa hiyo jamani, kila mtu anaweza.
ile nia tu ya ndani, uamue kwamba nataka kubadilika. Kama alivyosema Sarafina, mimi hata kama kitu sikijui naweza nikajifunza nikakijua. Yani hiyo ndio attitude unatakiwa uwe nayo. Lakini ukijikatia tamaa tu, mimi nimeambiwa siwezi, utabaki huko na utabaki kwenye umaskini daima. Haya, twende dada Rebeka. Asante. Mimi nina siku 6. 6 zimefika? Ndio. Tuambie. Kwa kweli namshukuru Mungu, nimejifunza vitu vingi sana. Cha kwanza kabisa, ukiwa hapa ni nidhamu, kitu cha kwanza kikubwa. Na hicho ndio kinawashinda wadada wakubwa ambao washaingiaga kwenye ndoa zao hivyo kuja tena kuanza kukaa kwenye himaya ya kutumwa, kuelekezwa, kuambiwa huku sheria ni hivi, yani kukaa kwenye sheria inakuwaga ni shida. Kujifunza nidhamu pia, utaratibu, yani usifanye tu vitu vyako bila utaratibu na kujiwekea ratiba. Vingine, yani mimi ndo nimekabidhiwa jikoni na nimekabidhiwa usafi, tena naongozana na matroni wa jikoni na wa usafi. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana. Kwenye usafi kwa kweli unakuta muda mwingine unafanya ile mradi umefanya, ila kwa kweli sasa hivi nimeelewa. Ulikuwa unafanya ile mradi umefanya? Yani kwa upande wangu mimi naona ni sawa, yani nimefanya, ila mtu mwingine akiona anaona bado. Ila kwa kweli nashukuru Mungu nimeelewa. Na upande wa mapishi pia. Kwa hiyo unavyoongea ni kama umepitia si niseme, ulipewa feedback na watu wa ofisini au wa matroni wako kwamba hiki ulichokifanya hakijafanyika vizuri? Uzuri tukikosea wanaturekebisha. Kwa hiyo wewe usharekebishwa? Ukikosea unaambiwa na unakubali kosa kweli kweli, hapa nime. Kwa hiyo wewe umewahi kukosea na ukarekebishwa? Ndio. Mara ngapi? Mara moja. Mara moja. Ulifanya nini? Nilichofanya kosa ni kupanga. Ulipanga nini? Ulipanga mezani. Meza ya chakula. Meza ya chakula. Kwa hiyo hukupanga vizuri. Lakini wewe ulikuwa unaona tayari ushapanga. Upande wangu mimi niliona nimeweka ni sahihi. Okay. Ukaja ukarekebisha. Nikaja nikarekebisha, nikakubali makosa kweli nimekosea, nikaelekezwa, nikaelewa. Ndio. Ni mara moja tu? Ni mara moja tu. Nitaka nijue, nimesemaje, wadada wengi wakubwa ambao walishakuwa na maisha yao, familia zao, miji yao, waume zao, wanaporudi kwenye hizi kazi, tuna experience inaonyesha ni changamoto kuwarekebisha. Kwa sababu ni kweli unakuta yani ulikuwa umezoea kujiongoza, sasa unakuta kama kiongozi, kama mfano kama Sarafina hapa nakwambia fanya hivi. Sasa mimi ni mtu mzima tena naongozwa na yani namna fulani. Ndio hicho nilikuwa nataka tukazie hapo, kwa sababu hiyo ni hela, lakini tunarukaruka kwa sababu si hatutaki. Tunapokuwa hatutaki maana yake tunakataa hela. Kwa sababu utakapoenda kwa bosi wako utamkuta mwingine yuko kama Sarafina. Ni kweli, maana kama unataka kujifunza kitu, kubali kujifunza kila siku. Kila siku jifunze, maana unaweza kuwa unajua hiki, huyu anajua hiki. Kwa hiyo ukikosolewa lazima ukubali na unajifunza. Na hiyo ndio yani naweza kusema ni kansa ya wadada wa kazi wengi Tanzania. Sio kwamba watu hawako tayari kuwaelekeza, lakini ile kwamba umuelekeze akubali kushuka na aseme kumbe ni hivi. Hata kama unavyojua unajua ni hivi, na naona hicho kitu ipo kweli hasa kwa sisi watu wazima. Unaona yani kuongoza mtu mzima inakuwa ni kazi sana. Ndio hivyo. Ndio nakwambia changamoto, ndio maana ilipofika hapo kwako. Hilo swali kwa nini sijamuuliza Sarafina? Na kuuliza wewe kwa sababu najua changamoto tunazopata kwa watu kama nyie. Kwa hiyo ndio maana hapa kituoni inabidi ufanyiwe hayo majaribio ya kukosolewa. Ndio maana nimekuuliza ushakosolewa mara ngapi? Wewe ukaniambia mara moja, japo sina uhakika. Eti mara moja huyu hamjamkosoa huyu kweli? Mara moja. Sio mara moja. Haya, leta maiki ije huko ofisini. Ofisi hapa nani wanageuza Dada Rebeka, tumekutana naye kwanza kwenye kuingia tu ile alikuwa kama anakuja na ile mimi nimezoea hivi. Siku ya kwanza hata kwa shefu. Tulikuwa tunapika biriani shefu. Tulikuwa tunapika biriani, nasema shefu. Tulia upokee nani yako wewe. Tukupe dawa. Mimi lile nilokuwa napika sio kama hili, maana mimi nafanya hivi, nafanya vile. Shefu akamwambia, yes, kupika kuna tofautiana, lakini lazima upike kulingana na
anavyotaka bosi. Na kwa hapa kuna hilo ambalo wewe unasema mimi nimeshawahi kulipika na hili tulilopika leo ni tofauti. Kwa kuna aina tofauti za mapishi, lakini upike kulingana na anachokitaka bosi, sio vile wewe unavyojua au unavyotaka. Nyingine ilitokea kwenye usafi, alikuwa amefanya usafi washroom ya staff, lakini akaacha vitu viko havieleweki. Tukapita wakati nakagua nani amefanya, dada Rebeka, nikamuita maana kama na hii sasa alivyosema Sarafina anaongoza, naona kabisa ile inakuja kwa happy. Vipi? Kama kikae hiki akae hivi, rekebisha. Akaenda karudi amesahau tena kitu. Kwa najua yani unajua kumrekebisha mtu na mkera kidogo, lakini sasa ndio umeshafika stage hiyo, lazima turekebishane ili tuwekane sawa. Kwa nikamuita tena nikamwambia hiki kikae huku kiondoe. Basi hivyo akarekebisha. Yaani uzuri ni kwamba mwepesi wa kujifunza. Yaani ndio kuna ile mimi najua hivi, lakini ukimrekebisha anakubali kujifunza kwa haraka. Una uhakika? Usiseme kwa sababu yuko hapa. Hapana, inabidi waambie changamoto zao, na zile za mwanzo zile za kusema mimi najua hivi toka tulivyomwambiaga, yes amepunguza. Kama hii ya washroom kwa sababu tu alikuwa anasema mimi sijawahi kufanya huko, alikuwa anafanya fulani, ndio nikamwambia basi kuanzia leo natakiwa kujua hiki akaiko. Ila zile za mimi najua hivi toka tulivyomrudishaga mrekebisha kidogo akawepo kwenye mstari kwamba anaenda vile ambavyo tunafanya. Nataka shefu aseme kitu. Huko kwenye biriani shefu tuambie. Akasema mimi najua hivi. Yaani yeye ana tabia fulani. Ukimwambia kitu hataki kufanya unavyotaka wewe. Yaani anataka afanye anavyotaka yeye. Hiyo ndio shida kubwa. Alafu kila unachomwambia anabisha. Hao wadada watu wazima hao. Jamani, watu wazima mpo. Watu wazima mpo. Hapo akina Sarafina hapa wahusu kabisa. Akina Sarafina wao wako kama samaki mkunje angani nini? Yani anaenda anakunjika, lakini watu wazima bwana. Mpaka bosi anakwambiaje? Mimi naona huyu dada, hebu safari hii nileteeni wa umri fulani. Anaanza unajua kabisa anachokikimbia. Kwa nini? Kwa sababu yani unakuta anaonyesha ile energy kwamba hataki kurekebishwa. Anaweza hata kafanya, lakini tayari kasha kuonyesha energy. Nikisema energy mnaelewa Unajua ukiongea na mtu ambaye hicho kitu unachomwambia anakuonyesha kwa mwili, body language, si ndio? Yaani mwili wake unakuonyesha kabisa hicho kitu hataki, lakini afanyeje? Anafanya kwa sababu ni bosi. Sasa hakuna bosi anayependa hicho kitu. Bosi yoyote anataka anachokuelekeza, yaani umwambie either samani kwa hivi nitafanya hivi, yaani uendane na kile anachotaka yeye. Hata kama we unaona bosi anakosea, lakini si ndio bosi na si ndivyo anavyotaka, nenda naye. Lakini usimletee uzoefu wako sio wa miaka 10, 15, they are not interested. Wao wana vitu vyao wanavyovitaka. Kwa hiyo ukubali na usiangalie huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo, huyu sijui ajui, mimi ndio najua. Sasa hiyo ndio shida kubwa tulionayo. Yaani hataki kurekebishika, unaweza ukamwambia hichi kitu sio hivi, yaani mkabishana.